Hello people, this is Sky Vision TV. Remember, I'm your boy Harry. B-boy, Harry mwenyewe, Harry in the top sawa. So, leo tuko na show maro hivi, show moto kabisa tumekuandalia vipocho kabisa. Leo tuko na wasanii maro hapa hivi, wasanii wenye wametoka jikoni pale hivyo, wasanii chipukizi, wasanii wametoka chini, wana grow to down, wana grow up. Singet, umetoka chini unaenda up, sio? Hii radio station imetoka chini inaenda up, sio? So, hii ni mtaa na mtaa tumefika hapa hivi, tunataka kuongea 1 2 3 na wasanii wachache. Tusikie wasanii wanasema na huku nje vitu zinasema, mtandao zinasema na wasanii wanaliaje. Eriko anasema. So, nikianza pale hivyo na mwanzo ama nianze na hapa hivi nikienda pale, sio? So, jitambulishe jina tukisonga bro. Bila shaka hapa wewe na kijana Red Ransom hapa. Tunajua tufanye mambo hivyo. Mengi tunaenda kuyazungumzia kufuatia maisha yetu wasanii. Vijana wetu kule nje ndoto zao za tija hizo muziki. Tunataka tujue leo hii kuzungumzia bayana kabisa. Hiyo inakuwaje? Tavindo jina langu. Msanii nafanya kazi ya muziki na tumefika leo kuongelea muziki, kuongelea mambo na sanaa, kuongelea mambo na vijana tunavyokuwa tukiinuka yani katika one step to another. Kwa hiyo leo hii kwenye Sky Vision TV tuzungumzia sanaa. Kwa hiyo subiria na uweze kuelewa zaidi. Tavindo jina langu kabisa. Fresh kabisa, fresh. It's your boy Tari pale, Tari KE, msanii wenu, najua mnanipenda pale, mnaniwatch kila wakati kwa TV kila pahali, lakini leo niko ndani ya Sky Vision TV. TV yenu iko mtaa na ni radio bado na bado nakuza wasanii, ndio. Sisi najua pamoja tutagrow ndani ya Sky Vision TV. Ukiangalia kila kitu hapa ni Sky Vision TV. Na tukikuwa ndani yenu lazima pia na msupport, comment bana, like, subscribe kwa YouTube zetu. Alafu tutafanya vitu moto. So, keep liking and keep watching. The call may be a classic. Kukua na muziki. Hapa tuko ndani ya Sky Vision TV tunafanya mambo. The call may be a classic. Fika pale YouTube, subscribe, watch, share, like, kila kitu ikuwe shwari. Kabisa. Tukisonga guys, umesikia sauti zao nyororo, lakini wenyewe sauti zingine zinangwara, zinavimba, lakini ni wasanii hao hivi. So kwenye ni wasanii tunataka tusikie kwamba wasanii wanasema nini na wanaweza toa nini. So nataka nisikie kila msanii anaimba. Remember, this is your loving show, ini show ya jioni, ini ile show ya wasanii. Waseme zile wanaweza sema, si kweli? So msanii ukiwa pale home na unawatch show, tafadhali like, share, comment. Now come through bro. Reach us on our Facebook page at the number iko pale iko chini na run kwa screen yako. Fika pale hivyo, piga hiyo simu ama andika tu text message. Tunakuanga na credo mingi sana. Hii ni kampuni kubwa. Tapigia. Hii ni Sky Vision TV. Remember, Sky, we are on the limit. Sky is our limit. Ndio. Ukiflash pale hivyo, ukiflashback, si tuna receive na press 1 na call back. Si kweli? So, reach us now and let us have you on this platform. Si kweli? So, keep it 36, keep it Sky Vision TV hapo tuende na tusleep. Keep it Sky Vision TV. Tukisonga sio? Tunaona mwenzetu hapa hivi mtakusikia anaimba nini ama tuanze kule tusikie anaimba nini. So ni mimi ndo na choose. So hawa watu ni wasanii wenye unaona sura zao zinang'aa na wako single kabisa. Hawa watu wote wako single. Mko single sio? Except me. Mimi ndo siko single. Ule wa mwisho pia anakaa single. Si single. Hata yeye si single, amekataa. Wasanii hawa watatu. Single gentleman wewe. Single lakini peace. So wale kwa na BL Classic. Show us what your mama gave you. Wataga. Kaboom. Tusikie. Freestyle nothing but music ase. Ati mini fighter. Niwaambie maniaje. Imba. Niwaambie ama ni. Wow. Twende. Watakwapea waroge hao. Ati mini fighter, take your measure delighter. Leo tunaita firefighter, nao wanataka mawaidha. Mini fighter, take your measure delighter. Leo tunaita firefighter, nao wanataka mawaidha. Unavowachanganya, unavowadatisha, mimi nakuita selector. Wow! Wachi hapo. Unavowachanganya zaidi. Wale mstari KE. Nakwambia mshanichanganya, sijui niko wapi. Mimi wewe nakwambia msanii wa Mungu ama wewe usijue uko wapi. Jaribu kuchambua tu. Wewe ni wewe na we sijui ba. Wow, sawa, we ba.
With buff news. Wase twende tukaende, si ndio? Bang bang, I'm better than most. I go give everything to the champion. I'm done with bad thing another thing. Me najua life is so hard na yeah. Me na go to work, me na turn a radio. What I hear is just menge vele yo. How I use wanataka menge keki yo. Wanaleta shida, wana ititoka yo. Yes. Ititoka. Kabisa ititoka. Wana ititoka nini? Yaani wana itoka. Unajua na deni lazima tuilete ititoka. ititoka. No, Kabisa. Lazima mwenzetu hapo hivyo. ni ma firefighter tu yani. Give us the best shot. Yo, tevei. Asa, ai, umenyoka, unasheka ta ukitete aste. Masai na bazoka, nisha hapa sikwachi hadi pakate. Walai sitachoka, kuroteti shingo atekwishe mate. Asa bismillah nimeondoka, matatizo hivyo ruba isakate. Tuendelee. Asa se ina ladha ya kuishinda pipi, wacha waone ulipotawazika. Uno haikosi mshipi, kisa ipo nzuri ushikikaga. Asa tetemeka, manyama wacha yasonge, mwema wakuseleleka, acha karibu zaidi nijonge. Ndio tukianza kuimba hapa Tetemeka. Unatetema nini? asisikiza mnafanya unatetema, unatetemeka na manyama wacha isonge basi. Turudi hivi. Bana, twende. Ai, Tukianza kuimba zaidi tunajua. Tupe chance Tutapasua huku. tucheze huku tafadhali. Renson hapa kijana wao sio. Mimi mshanikanganya nyingi kabisa. Kabisa. Hebu nisaidieni kwanza, mimi naanzia wapi? Maana sinaona giza. Picha ndani ya giza. Piga hip hop baba. Sadaka na kifo kwa walezi, teke la kuku haliumizi mwanae. Sawa dhati ya mapenzi haiumizi ya mpendaye. Tugombane tulumbane, mwisho wa siku tupatane. Acha penzi la kitoto bekalia, nitakubembeleza. Na kama nikakosea, maradhi ya moyo kukupea. Na mtuma ndege wangu akutibu kwa wimbo tapepea. Zidi kupepea pamba popo. Mambo hii moto tunaendelea kufanya hapa ndani ya Sky Vision TV. Kabisa. So guys, mmesikia sauti ya watu nyororo kabisa. Watu wote ni siku. Lakini bado tunasonga. Bado nasonga. Bado Mimi si hivi, mimi ni waamini host jamani. Hapa wote ni wasanii. Naimba. Mimi najua na test kidogo, Usidanganywe. Mimi na test kidogo to remember this is Harry your boy. So, niko na song mpya pale, fika pale YouTube tafute. Utafute sauti, unasikia tu only yo kabisa, unasikia? So ni only you, song ni only you, sio? Twende tu. You only you only you only you Jesus, you are the answer kabisa. Nimemaliza. Vito. Hata kama nikisema labda nikushukuru, pesa na magari bado. Hata kama nikisema nikushukuru, pesa na sadaka bado. Hata kama nikisema nikuinue, sauti yangu bado. Hata kama nikisema labda nikuinue, sauti yangu bado. Kweli bado. Bado. Hiyo gospel moto kabisa. Iko kwa jikoni actually. Bado iko kwa jikoni lakini iko ndani ya mtandao. Iko kwa jikoni inamaanisha inakukiwa video yake na Kamsuni. Video kali, video maro kabisa, watu wamevaa nyeupe. Kwani wamefika mbinguni. Tuende sana. So, guys, tulikuwa wapi? Tunaongelea wasanii wa Kenya na tunaongelea industry ya Kenya, tunaangalia usanii umepelekwa wapi saa hizi Kenya. Unajua saa hizi Kenya imekuwa kitu kingine tu. Kenya imekuwa kitu kingine mbaya kabisa. Juu wasanii siku hizi wanafukuzwa kwa stage na promoter. Unajua hiyo sio jambo la kawaida na sio jambo la maana. Sio. Hiyo kitu imeniuma sana tumbo, lakini ni venye siwezi fika pale hivyo nimwambie wewe msanii, mbona mnamtoa msanii wa Kenya kwenye stage ili hali anafanya nini? Anaimba ngoma za Kenya. Okay. So kitu kama hiyo inauma sana wasanii. So wasanii unachukulia haje hivyo hiyo uzito ya sasa hivi? Kuna msanii pale hivyo walitimuliwa kwa stage ni a female artist and a male artist. Unatoa masauti na nani? Nadia Mkami. Kwa nini wakatimuliwa kwa stage? Kwa sababu msanii wa nje kutoka nje
alichukuliwa kama yeye ndo Raila wa huko. Kwa nini mnatimua msanii mwenzetu Kenya hii kwenye stage, mnamtoa kwenye stage? Je, huu ni ungwana kwa wasanii wa Kenya? Tunaelekea wapi? Wakati juzi Eric Omondi alikuwa anafightia usalama wa wasanii hawakujitokeza, wasanii wakubwa hawakujitokeza, walikuwa wanalala kwenye mablanketi zao. Sasa hivi wanaumia, wanaifeel, wanasikia ndani ya nini kabisa. So nataka tuongee, tusikie wasanii mnasemaje kulingana na kisa ambayo kilitokea juzi hapo juzi Mombasani. Tunaanzia hapa hivi kabisa. Tunaanzia hapo. Kwanza bila kama nitasema si jambo poa. Si poa. Tena sawa kama mimi msanii na nafsi yangu, unajua mimi mwenyewe hivi pia nitakuwa na ule uoga kwamba hata kumbele mali naenda sio ni kama mambo yale ambayo tunataka yapata kweli. Hakuna kile ambacho tunatakiwa, maana yake itaonekana kwamba sisi wenyewe kati watakwetu watupende na bila shaka kusipendwa kweli ngombe sasa tunaingia kupendwa sana. Baada ya kususa madharau tunaisha kweli. Sasa swali hilo si poa. Kabisa. Si poa kabisa. Swala hilo si poa kabisa. Umesikia mwenzenyu wamesema swala hilo sio poa kabisa. Swala ya kutoa wasanii kwa stage sio poa kwa promoters, si ni kweli? So, tusonge tukisonganga. Hivi niseme kwamba mimi mwenyewe kama TV nasema hapa Kenya si mambo la sanaa pekee yake. Na mimi kama Kenya tuna mambo mengi sana kwenye vitu vingi, hata kwenye football, kwenye vitu vingi tunaangalia sana mambo ya nje sana. Tunasahau pia sisi wenyewe tunatalanta. Maana mimi mwenyewe kwanza niliumwa sana nikiona msanii mwenzangu wa Kenya ambaye anakuja kwenye stage. Licha kwamba ameimba ngoma mbili tu. Sasa nashangaa inakuaje? Unaona? Wala sisi Kenya ningeomba tu kila mmoja ni promoters, kila mmoja anaweza kusikiza kazi. Tuweze kusupport kazi zetu, maana sisi tukisupport kazi zetu, kuanzia promoter, kuanzia fans, kuanzia everyone, tutaendelea. Lakini kila wakati tukidharau wasanii wetu, tukidharau yani na dharau msanii wako ambao ndiye mko naye. Alafu pia ningeeleza pia wasanii ambao wametuzidi kidogo, ambao wako juu yetu kidogo. Kuna wale ambao pengine hawapi support wasanii ambao wako chini yao yani. Ningeomba kama kuna msanii ambaye anajua ako level fulani ambaye pia anasaidia mwenzake. Najua naamini kwamba umoja ni nguvu na tukisaidiana tutazidi kukua masters zaidi. Sema kwamba kwa Kenya tuna kitu ambacho tunaona kama nikikusaidia katika point unisahau ama unizidi. Ningeomba kwamba Kenya tuwe na unity tu. Tuwe na umoja kama wasanii. Tukiani ambapo kama wewe mwenyewe unajua unaweza support huyu msanii. Kusema kweli sijaona hapa Kenya kama kuna msanii ametoa msanii from scratch. Akijulikana kabisa hadi akakuwa star. Sijui kama nimesema uongo. Na si uongo. Ni kweli uongo ama nimesema uongo? Nimesema ukweli hapo hakuna. Unaona? Kwa hiyo nasema Kenya si kama wasanii. Ukijua kuna level fulani na watu fulani, una wafuasi fulani, usio na wivu, usio na kinyongo. Maana si wenyewe tunapenda sanaa na tunapenda kuimba. Kwa hiyo kiona mwenzako pia anaimba, ana uwezo wa kuimba. Support. Haimaanishi kwamba wewe ni star sana ama atakuzidi. Hata akikuzidi pia ni furaha kwako, maana yake nani ndio atafurahia kusema kama sio mimi ndio angekuwa hapa. Kwa hiyo sisi kama wasanii wa Kenya, kuanzia mimi na wasanii wote wale, ningeomba tu tuwe na umoja. Kuanzia wasanii hadi promoters. Na mimi ni kwamba wasanii tukiwa na umoja hadi promoters wataona challenge pia. Hatuwezi kuwa tuna complain kuhusu promoters na sio wenyewe kama wasanii pia hatuna umoja. Unaelewa? Msanii kama Masudi alitoka kwa stage ingekuwa si kitu ya kufurahisha, maana sasa ni aibu kwanza. Unajua wewe ukiwa msanii unafaa hata inafaa wewe mwenyewe kuongea, sio ni upewe nafasi ni perform, yaani ni mbele ya watu ni aibu. Kweli hiyo ni aibu. Na kwa hiyo inamaanisha kwamba sisi wenyewe ni kitu ambao hatudhamini kazi yetu. Kuanzia promoters, kuanzia wasanii na fans wenyewe. So kwa hiyo ningeomba tu kila mmoja tuweze kusupportiana hizo kwa. Ninayo tu ni kama TV. Kusonga hapo. Seven kama kuna yote. Mimi nimejaribu kumeditate kufikiria kitu, lakini kuna vile kuingia. Like nikafikiria for example sasa hiyo tufikiria about Nigeria. Sijui kama Nigeria washacheza ngoma za Kiswahili za Kenya. Ni ngumu sana wende Nigeria upate wameka ngoma zetu za Kenya zinasikiliza pale. But unapata wengi wana promote wala wasanii wao wenyewe huko, unaona? Unapata station zinacheza ngoma za huko ndio wajielewe. Lakini ukikuja huku unapata sisi tumeacha si wenyewe tumeanza kupromote. Tumesaidia kupromote, tayari washajipromote, tunasaidia kwa promote. So inabaki si wenyewe tuko pale. Na ukikuja kuangalia mbona wasanii wasaidie wasanii wenzao.
Mimi najaribu kufikiria hivi, Kenya isaidie wasanii. Ukiangalia vizuri kwa nchi zingine zote Kenya isaidie wasanii. Naenda TZ upate country yao yenyewe inasaidia wasanii. Ukiangalia huyu rais alikufa, huyu Pombe Magufuli alikuwa anaongelesha wasanii anawakalisha chini, anawakuza, unaona. Lakini Kenya ushaisikia kitu kama hicho? Hakuna. Huwezi pata usikie kuna beef ya msanii fulani na fulani ukapata rais ameingilia ndani anajaribu kusolve. Nyinyi kufeni huko peke yenu, hata huwezi pata. Nyinyi vile mlianza ni shauri yenu hivyo na hivyo. Uchizi tunabaki, si wasanii tunabaki tu pale tulikuwa. Kama msanii for example, hii incident imetokea ya huyu msanii kufukuzwa kwa stage. Imagine wewe ni msanii wa Kenya, umekuja kwa stage ukafukuzwa. Huyu msanii amekuja kutoka nje, akifika huko kuna utani. Mimi nilienda pale nikafika bwana, wakafukuzwa wale wao. Ni Mkenya na amefukuzwa tayari, utani huko anasema si tayari ushatunyamshia. Kwa hivyo si ndio najua kuimba, hawa hakuna kitu wanajua. Kama walimfukuza inamaanisha anatutambua. Kwa hivyo si tushajiangusha tayari. Inamaanisha sisi hatuna uwezo. Na hivyo tumechukua tangu msanii asaidiki, complaint hazifiki. Unapata Eric Omondi alijaribu kulilia complaint pale ikakuwa ni mambo, unaona? Na unajua wasanii walichukulia kimchezo. Na ni kitu ilikuwa na saizi ninaanza kuonekana na make sense. Ile wakati alikuwa anapigania hiyo, akishikwa, akirushwa pale ndani, akifanywa nini, watu waliona hiyo ni kawaida. Lakini saizi after sasa kufuatilia kwa masauti na nadi inaonekana yenyewe hili kwa kweli ni kitu inakuja kutokea kiendelea. Kwa hivyo promoters pale nje, wewe promoter wa Kenya, umezaliwa Kenya, nafaa ukuze msanii wa Kenya. Mtoto wako ni msanii. Mtu anakuja pale kwa stage, ni mtu, ni uncle yako, ni brother yako, ni mtu mnazaliwa pamoja, anatoka kwenu, unamfukuza kwa stage, unaleta msee kutoka nje anakuja na perform. Kumbuka ni talanta pia anakuza. Na hiyo ndio mapato. Kumaanisha kama wasanii wangekuwa na kazi ya sanaa, inamaanisha kuna vitu wangekuwa wanafanya tofauti. Lakini kwa ajili ya kutafuta pia naye pia uko na mapato, uko na familia, kila kitu, anakuja na mfukuzo, anampatia kipaumbele ule mtu wa nje. Mtu tayari alisha make it huko kwa washatambulika, huko kwa bwana huwa anapewa platform. Lakini hapo na mtupa nje si poa, haionekani poa kabisa. Na si kitu mzuri. Kwa hivyo hii kitu ilianza from the scratch. Kenya kuanzia kwa wasanii unasikia walipwi, kuna pesa za wasanii zinatoka zifiki, zikikuja hapa kwa promoter saizi imefika wataki kupromote wasanii wa Kenya, unacheki. Unapata wana promote wasanii wengine. Na that's why unapata msanii akishaomoka na kwa ngumu kusaidia msanii mwingine. Kwa hivyo ametumia nguvu. Hajapata rais, hajatoka tu akafika akasaidiwa na serikali ama na msanii mwingine akatoka. Ametoka akapigana akafika pale akang'ang'ana, ameuza ng'ombe, shamba, kila kitu akafika pale. So kuna ile ugumu wa kusaidia msanii kuje kirahisi. Sasa anaona hii ni competition, nikimsaidia nishinde mimi ndio nimemsaidia, si kusaidia. Unapata vitu kama hizo which is poa. Tungepata ile kusaidiana, tupendane, promoters mtupende, director mtupende, ni si pia tufike pale juu, unacheki. Si pia nataka tufike tukienda pale fulani kama Nigeria tunaambiwa tunakaribishwa kwa heshima wasanii wa Kenya hawa. Lakini sasa hatuwezi karibishwa. Mtu kama saizi masauti yake na TZ haiwezi karibishwa hivyo. Huyu alifukuzwa kwa stage na huko kwao. Sasa huku tampatiaje hivyo? Tumtambui huko. Hatuwezi mpatia pia huko. Unaona na kwa ngumu. Baadaye wasanii wenyewe tunaonewa na tunaangushwa na si vizuri. Sisi wasanii wa chini tuko na uoga sasa ya kuja pale kwa stage. Sisi tungepigwa teke. Leta mic turuka huko, toka hapa. Kama ile msanii anajulikana na mashati. Na ubebo jeki tupo huko chini. Unafanya nini? Wewe ni msanii unataka kugrow lakini unafanya. Sasa hivyo tushajishukua hivyo tayari. Tumeshaanza kuogopa Wakenya wenzetu. Promoter kesho saa hizo unaninyima show nini, nikisha hit unaniambia kuja na feel niende nifanye nini na ninyima show. Unaona? So tuna zile beef ndogo which is atusaidiani. Tusaidie jua sisi nataka pale mbele. Bila sisi nyinyi promoter mtakuwa. Hiyo ni kitu iko. Bila sisi hatutafanya Kenya julikane. For example, wasanii wamefanya Nigeria ikajulikana Kenya. Wamefanya tumejulikana. Ni ile interconnection collab ya msanii kutoka Kenya hadi Nigeria wamejulikana. Kenya, kuna Kenya. Tumeleta Kenya. Hii ni hizi interconnection. Sisi wasanii pia kuna kitu tunajenga. Kwa hivyo lazima serikali mtuangalie, promoters tupatie kipaumbele. Vile promoter alikuwa anasema 75%. Tufanye hivyo tutakuwa mbele. Pia sisi tuonekane. Wacha tuwapatie 25%. Kwa wanapewa 79 hata ni 90. Sisi tuongezee maybe hiyo 95 huku, sisi tupewe 5. Tutasaidia nini? Sio poa kabisa hiyo. Janibamba mimi. Nasikia unaongea kimchungu bwana bro, usiingie mchungu bana. Lazima hapa kimchungu sana. Sasa mimi kama BL Classic hilo jambo limenisikitisha sana. Na kama sijui Kiswahili sanifu limenisikitisha sana. Imagine mtu ametoka kwake, amejipanga, mmeinvite, anaenda kupiga show, anaenda kuperform,
amejipanga vizuri, anajua leo ninaenda kuua siku yangu leo. Siku yangu anajipanga vizuri. Wewe unasikia kujipanga vizuri. Juu aliambiwa in advance. Alafu anafika hapo mnamwambia ati toka masaa yako imeisha aje sasa. Na ni mtu mmezaliwa na yeye, mmetoka na yeye place moja, alafu unapea mtu wenye anatoka ni outsider mnampea kipaumbele aje. Yaani ni kumaanisha upendi mama yako, ni kama kukosa kupenda mama yako. Unapenda jirani, yani mama mtu mwingine na akusaidii, unaona? Huyo mtu hata akipata pesa zake zinaenda kujenga serikali ya kwao, si ya kwetu. At least wakitupea ile first priority, tunaweza ona yenyewe kwa country yangu nimetambulika sana. Wacha nitoe at least hii 10% ya pesa yangu nisaidie msanii fulani akue. Ndio maana unapata watu wengine, yani wasanii wale wakubwa, mtu akigrow, akishapata fame nini kila kitu pesa, anaanza kuona hao wasanii wengine ni kama takataka. Hawayuko, yani hawapendi, yani haizi kuwa support. Ni venye amefanyiwa hapo nje ndio inafanya hata yeye anakuwa na hiyo roho, si ati kwa kupenda kwake. Anaona nimestruggle miaka mingi nikifungiwa nje, nakatazwa show, nafanywa nini kila kitu ghasia, yani vitu mbaya zote nimefanyiwa, alafu nitoe hii time yangu yenye nimepata, nimepitia hizo vitu ngumu, nipe mtu fulani apite kirahisi. Anaona hiyo itakuwa ngumu sana. Lakini mngekuwa mnapea msanii at least easy time ku create, yani kujijenga. At least akienda show, akiitisha interview nini, mnampea kirahisi. Hatungekuwa tunaumia hapa chini kama wasanii wadogo. At least mtu ametoa ngoma 2. By the way, unajua wale wasanii wadogo ndio wanakuwa ngoma zile hit kweli. Zile ngoma yani kali kwa wasanii wote wenye wako juu. Hiyo kitu mimi imenisinya sana. At least jenga mtu wa kwenyu ndio kesho at least ujui venye kesho itakuwa. Labda kesho mtoto wako atakuwa msanii ama we mwenyewe, yani mtu kazi ni yako ama nani ataona yenyewe promoter fulani alijenga, alifanyia poa. At least hata nikipea huu brother yake mkono imuinue, at least level nyingine itakuwa sawa. Lakini kama ulimfanyia hivyo alafu brother yako ni msanii na yeye ndiye amebaki hapo kwa ground, nafaa kumuinua, atamuinua. Si atamwambia wewe brother yako alifanyia vibaya, wewe toka hapa enda kwenu. Alafu tutakuwa tunasaidiana aje? Kila mtu tu abadilike, hata serikali ibadilike. Serikali ndio tuseme ndio wasi kwa hii Kenya. Serikali inatulet down badala ya kujenga watu, yani talent, kujenga talent ya Kenya. Kenya itajengeka. Tutakuwa tunaenda huko US wapi bado tunaleta revenue huku Kenya, bado tunajenga country yetu. Lakini sasa umeniambia serikali ikosa kunisupport saa hii, alafu nianze kusikika niende US. Nikikuja nitalipa tax kweli ama mtanifuata na mimi pesa zingine nimechimbia kwa nyumba ala. Kweli kabisa. Mimi tuanze huko mwisho. Kabisa guys, umesikia wasanii wako na machungu. Umesikia mnaongea mnaliana ndani ama unakakaa nyinyi masauti? Unalia bwana. Nyinyi mnakakaa nyinyi ndio masauti. Masauti ya kiguzo ni sisi. Watu wanaisha ule promoter pale ule jamaa. Wewe promoter, wewe ni fara wewe. Kwa nini tukuonyeshe wewe ni fara? Unajua huwezi kuunafukuza mtu wa Kenya kwa stage ili uweke mtu wa nje. Wewe ni fara. Wewe ni mbwakni. Wewe promoter, wewe ni mbwakni. Wewe mtusi hapa hivi ndio ajue kwamba yeye ni mbwakni. Yeye ni sipangwingwi. Yeye anaambia sipangwingi kwa nini bana? Kwa stage bana. Anatuma baba sawa tu msanii, sio poa. Si kitu cha maana. Wewe producer, wewe promoter ama wewe msemaji alichangia hiyo kesho itatokea. Na ukafanyia wasanii wa Kenya hivyo wenyewe. Wewe tukutambue. Kuna venye tutakutambua. Ni aje unaweza aje msanii wa Kenya? Kama msanii mkubwa kama huyo kwa sauti na Nadia Mkami. Unajua Nadia Mkami ni nani? Unajua ni nani? Analipwa kwa show. Amelipwa na amekamkupa form, alafu unamtoanisha kwa stage kama mbwakni. Wewe ni mbwakni wewe kwanza. Wewe ni mbwakni kwa sababu hakuna venye kamweka. Ni mbwakni. Hakuna kumweka yeye. Wewe ni mbwakni yes. Unajua habari kitu mbaya ni Masauti aliitiwa show
akalipwa, akaambiwa in advance kuja utaperform nini na nini, Akalipiwa mpaka mafuta petroli. akalipiwa maybe accommodation. Alafu kufika pale msanii anakuja guest, ndio amekuja late, anafika hivi kama niko kwa stage naambiwa wewe toka mwali. Ile shida ni moja, unaona ile shida ni moja. Wallahi kama ingekuwa mimi ningeenda na mic. Ile shida ilikuwa aje Masauti alichezea ile ngoma yako anataka. Ndio. Ile ngoma alikuwa anataka. Tulikuwa tunaona anaitisha Siko fanya tu justice. Sasa pea mtu kitu yenye anataka. Ile ngoma alikuwa Malizane anabakisha. poa. Kesho ni wewe pia. Ile tulikuwa tumetarajia kusikia Ipepete, hiyo hakuna kale. ngoma ingine. Kama si pepete ni hii juzi imefanya na nani? Tumeongojea Dawa ya sana. baridi. Mpaka anasema Hata mimi nilikuwa nangojea kusikia dawa baridi alafu mnafanya nini? wewe unasikia anasemaje? Niko na ngoma moja bado hawae toka. Yaani mtaki msaidia atoe ngoma. Ile ngoma kibesi. Hiyo ya mwisho ndio kiboko. Hii ngoma hakutoa ajisikizie. Alitoa Ili tusikie. Mafans wasikie na sisi ndio mafans. Sasa tukinyima selebu wetu. Kwanza hata mbali la kutanzia hivyo ndio naleta ule nini ubaguzi, si ndio? Ubaguzi yani nchi na nchi hivi tutakuwa ugomvi. Hapa ndio mnaonanga TZ wanagombana. Msanii wa TZ hawezi kuja kuperform huku. Huku hawezi enda kuperform huko. Hivyo ndio mnaanza kesi bana. So hapo ndo penye kila kitu inatokea, si kweli? So promoter anza kusikia TikTok. Huyo promoter wa Mombasa nimemwambia wewe ni mbwakni. Wewe ni mbwakni. Mbwakni kabisa. Wewe ni mbwakni. Kwani nilikuwa namwambia sisi hatukunao yeye ni mbwakni. Hakuna venye unaweza fanyia msanii mdogo hivyo, msanii mkubwa hivyo. Sasa mimi na sasa sisi kwa stage mimi nitapigwa teke huko. Toka hapa hivi gunia mpaka unabebwa juu unalishwa huko kwa watu. Utasikia unakuwa fan tena. Utasikia msanii wa maana, msanii mdogo sana kutoka TZ mdogo. Ule msanii mwenye hata wewe mtambui. Hakika Mkenya ametambuliwa kiujinga. Alafu kwanza watu wanajaa. Anapewa domoba, alafu mzali wa Kenya anapewa 10k. Aje. Wale watu wanaombwaki sana kwanza ni mafans pia. Mafans pia wacha ni watusi hapa hivi mnakuwa na umbwaki. Kwa sababu hakuna vile playlist yako umejaza tu ngoma za TZ. Ngoma ya Kenya ni chache. Hata unasema hakuna content. Juzi nimesikia content yenye imekaa through ni ya pombe. Wakenya wanapenda kulewa. Wakenya ukiwaimbia pombe watakupenda maisha yao yote. Si pombe hata wanapenda tabia mbaya. Wamechafuka Wakenya. Wakenya ni wachafu. Wakenya sisi ukiwatolea kitu mzuri hawataki. Wakenya sisi tuko na ubaya. Tuko na ubaya. Mkipewa kizuri hamtaki kuwapatia sense. Mkipewa ile kibaya mnataka. Ni kwa sababu unaona Wakenya wanakuwa na ujinga fulani kwamba akiona accident wanajaa hapo na hakuna kitu wanasaidia. Wamejaa wana record. Hiyo ndio ukumbavu ya Kenya, lakini wapate ati kuna sherehe mahali wana wanasherekea. Mkenya anapita na anaangalia tu. Na apite hivi. Unakumbuka kama ile gari iliingia kwa maji? Na alichukua anachukua video alikuwa wapi? Badala hiyo tu hivi tu You can't help. Kenyans, we need to help each other. We need to have brotherhood. Kenyans tuko na brotherhood tafadhali. Ndio maana hata isitoshe tunafaa kujua hivi kwamba sio Kenya, unajua hata mama akiwa na titi la umu ukinyonya ni tamu bado. Na utakoma kumuita utamuita sio kumsikia siku zote. Hata tu tunatoa yale mbaya au mbovu. Unajua nini? Tuzidi kusupport nchi yetu. Sisi wenyewe tuonyeshe ule upendo, tutatisha hata yule ambaye yuko nje. Unaona? Hiyo upendo ndio hatuna. Wewe imagine kufanya kila jitihada tupate. Yaani wa Kenya tutaipata wapi waombe. Imagine Kenya tuko na maselebo wangapi? Wale wako top wangapi? Kama 5 tuseme 5. hawapiti 5. Si ndio? Kuna mmoja hata ako na 1 million subscribers. Hakuna 1 million subscribers hakuna. Mwenye ako juu sana ako na 800 ama 900 hapa. Hajaifika 1 million subscribers. Kwa nini? Wale musician wa big hakuna mwenye ako na 1 million subscribers. Hakuna ako hajafika milioni moja. Huyu baada hajafika milioni moja, Willy Paul hajafika milioni moja, Masauti hajafika milioni moja, hajafika milioni. Hakuna mtu amefika milioni. Kenya tuko watu wangapi wenye tuko na smartphone? Wengi sana. Si more than hata 5 million. Why more than 5? No, ile 5. We are 52 ama ni 53 something. Total ya Kenya tuko hiyo million. Lakini watu wako na smartphone ni wangapi? Ni half ya 50 million. Si ndio youth, kila youth ako na smartphone. Subscribe muongezea watu wafike. Mbona mnaenda kuwekea Diamond anafika 5 million na si wa kwenu? Siwa kweli. Diamond haizi kupea hata 10, at least unaweza kutana na Masauti ya kupea 200 kwa dirisha ya gari. At least hata afungue kioo muone. Diamond unaweza muona.
Mwache umbwaki. Mwache mafans mwache umbwaki. Subscribe kwa nini ya channel yako. Kwa channel ya hata channel ya BL Classic msubscribe. Mwache umbwaki. Unajua kuna kitu mbaya mimi na Kenya shida ni sisi ni wasanii ndio. Tunajaribu kung'ang'ana tupate maybe ka kitu. Kuna watu wameingilia usanii ndio wapate kitu. KRA imekuangalia pale. Kwanza hiyo naye ni hii pesa natumwanga juu yaji ina revenue shakatwa. Alafu saa hizo ndio sisi ndio hao ukienda show unapewa 10,000. Ukienda show pale wewe unaambiwa toka bwana kuna mwenye amekuja anafaa kupewa 500,000. Hiyo ni nini? Na analipiwa mpaka ndege. Kila kitu kwanza alali hoteli chip. Alani gai. Una imagine msanii wa TZ akikuja huku. Juzi nilisikia Harmonize akisema mara ya kwanza show yake ya kwanza kuperform Kenya alipewa 10 million. 10 million cash money. Kwanza alisema waiweke in dollar form. Hapo anataka ati in Kenya form itamchanganya. Anataka in dollar. Na apige picha kama hajalipo pesa yote. Mbona sikia hiyo alikuwa na perform ngoma ngapi? Hiyo Naivasha alikuwa mara kuu. Alikuwa na perform wacha hiyo. Show ya kwanza akiwa ametoa Ayola, ametoa Bado na ametoa hii nyingine inaitwa aje? Hatujui hiyo nyingine. Hizo ngoma tatu ndio alikuja kuperform Kenya. Na anapewa milioni ngapi? 10. Msanii wa Kenya ni mgani anapewanga hata 5 million, hata 2 million wa show. Hata 1 million amepiga show anapigwa 1 million. Mgani? Unisikia wapi? Wewe mwache mbwaki ni bwana. Hata mimi nitakuja hapo nitakuwa mnanipea 7 million. Kama si hiyo hakuna show. Sasa najua sasa hivi ukiangalia hiyo pesa ya Kenya. Kenya ni rahisi kutoa kupatia msanii wa huko nje. Sisi hatuwezi pewa, acha nikwambie, hatuwezi. Na uwezi enda tena tukapewa 10 million. Hiyo ni uongo, unadanganya. Uwezi enda hata pesa huko kwao ni mbwaki ni. Hiyo pesa huko kwao ni mbwaki ni. Unapewa 1 million kubadilisha huko inakuja 200,000. How? Wewe unanisilisha bwana. Promoter. Mimi nitakwambia KMSK, MCSK. Endeni pale mtafute 20 forms za wasanii wa Kenya wajiregister. Angalieni wasanii wako na content poa, support wasanii. Ambieni juu si mnapata hapo ndo mnakata ushuru yenu na iba. Angalieni wasanii wako na content. Promote wasanii. Angalieni endeni kwa ama TV producer nini. Ngoma 75% ichezwe. Mwenye anacheza over 20%, 28% ya zizimwe hizi zinachukuliwa. Hizi tusaidie hiyo pesa ndio mnatukatanga hapa na lipa TV station, ndio nalipa tunafanya kazi hapo. Inawalipa nyinyi serikali. Sasa mbona mtufanyie hivi? Okay. Mtu angalie bwana bure tujaika serikali. I wish ningekuwa president wa Kenya hata tu hawa asemeke yake. Na Omondi tupatane bwana. Mimi nataka kuona pale State House kama tuko watu 1 million tuone kama atatushika wote. Hawana magari 1 million. Mimi unajua kwa hiyo nini Eriko, nini Eriko mimi nilikuwa. Tulipigwa tear gas tukiosha na